Hizi ni jinsi 5 ya kulea watoto wako kwa njia ya adabu, kwa heshima. Hata mgeni akija anasema da, watoto wako na heshima bwana. Number 1, usikuwa mtu ambaye una kiss partner wako anyhowly. Yaani unamkiss mbele ya watoto wako. Yaani upumbavu na ujinga kabisa. Hufai kuwa na busubusu mtu wako mbele ya watoto wako. Watoto wako yafaa wanajua kwamba kuna heshima. Ziko unanielewa? Taking alcohol anyhowly. Yaani wewe unakunywa mvinyo tu mbele ya watoto wako, unalewa. Unajua ukishalewa mnaropoko, yani mnakuwa na zitabia mbovu yani. Usikuwa unakunywa pombe mbele ya watoto wako. Sijui unanielewa? Number 3, talking rubbish anyhowly. Yani mbele ya watoto wako, yani unatusi watu. Yani unaongea umbea, yani maneno machafu mbele ya watoto wako. Haifai kabisa. Watoto wako wataadapt hiyo tabia na watakuwa wajinga wapumbavu kabisa. Hiyo number 3. Waonyeshe kwamba education is the key. Waonyeshe kwamba masomo ni kitu cha maana kabisa katika ulimwengu huu. Na unaonyesha kwamba yani ukiwa kwa nyumba yafaa watu wanaongea Kiingereza. Yani wanaiga mfano ya wazungu, si Kiswahili wala hizo lugha za kinyumbani, hizo tabia za kishenzi. Hakikisha kwamba watoto wako wanaongea Kiingereza. Hiyo ndio kufunza. Unajua mwanzo ukiangalia mtu anaongea Kiingereza ama watoto wanaongea Kiingereza, wana nidhamu yale ya juu kabisa. Lakini ukiona watoto wanaongea Kiswahili, upumbavu tu, yani lugha hapo, jua watoto na korofi kabisa. Ziko unanipata? Hakikisha kwamba watoto wako wanajua elimu ni kitu ya maana na elimu ni cha msingi katika maisha. La tano la mwisho, hakikisha kwamba umewafunza watoto wako wageni wanafaa kupewa heshima. Si kwamba mgeni amekuja watoto wako wanarukaruka tu juu kwa juu, yani tabia mbaya, yani wanamguzaguza mgeni. Hata kama una gari lako watu wanarukaruka tu ovyo, yani wanashika vitu za gari. Ziko unanipata? Yani hakikisha kwamba umewafunza watoto wageni ni watu wa maana kabisa, wanahitaji heshima. Kwa hivyo mimi nikija kwako alafu nione kuna hizo tabia za umbea, ujinga, pumbavu kwa watoto wako, bwana, mimi uboeka sana. Learn how to discipline your kids. Waonyeshe kwamba hii ndio maisha inafaa iende hivi na hii ndio mwelekeo yafaa muishi hivi. Ziko unanipata? Wapatie watoto wako mwelekeo, si ukuwa mjinga hapo. Yaani muda wako tu wewe wewe muda wako tu yani kutoka kupiga sherehe zako, yani unataka kujua watoto wako wanaishi vipi, wanakaaje. Hakikisha kwamba rafiki yangu unafunza watoto wako nidhamu. Nidhamu ni kitu maana kabisa rafiki yangu. Once unafunza watoto wako nidhamu, basi watoto wako watakuwa pia na heshima, hata wakikua watafunza watoto wao. Ziko unanielewa? Lakini ukiacha watoto shagala bagala, bwana mwanangu, utakuwa mjinga mpumbavu, watoto wako watakuwa machokora, watakuwa wapumbavu kabisa, watakuwa yani watu ambao wajielewi kabisa katika maisha. Hakikisha kwamba umefunza watoto wako nidhamu. Ziko unanipata? Mwanangu, kata video mwalipie pumbavu wewe.